Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha neno. Naomba Mungu nitumie, maana mimi ni chombo. Utamaraki mwanzo na mwisho wa neno hili. Roho wako aliye mtakatifu aniongoze jinsi upendavyo. Na kila roho inayeinuka kupinga neno hili ishindwe. Katika jina la Yesu nakemea roho na ishindwe. Katika jina la Yesu nakemea Baba, kila roho ya Lucifer inainuka kinyume ishindwe. Katika jina la Yesu hiyo roho ishindwe. Kila roho inayepinga uokofu na neno Baba, katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Naomba Mungu wa uzima na mwenye rehema, wewe ndio Mungu mwanzilishi wa neno hili, unitumie na ukuu wako uonekane. Uondoe vifungo na vita Shetani. Wacha utukufu wako uonekane na nguvu zako sikitenda kazi na kuaibisha Shetani. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawakaribisha wote kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu 11 kuanzia 28 mpaka 44. Nitasoma. Maandiko yanasema, naye alipokwisha kusema haya, alikwenda zake akamuita humbu lake Mariamu faragani, akisema, mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa angalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwepo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huku wakidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwepo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungelikuwepo hapa, ndugu yangu angelikufa. Basi Yesu akamuona analia, na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia. Aliugua rohoni, akafadhaika rohoni yake, akasema, mumemuweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utasame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Pali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? 38. Basi Yesu akiwa na huzuni tena moyoni mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limeweka juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akisema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nilijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nilisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, akiwa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili kichwa chake ni kuhusu ufufuo wa yule aliyeitwa jina lake Lazaro. Ukisoma hii maandiko kutoka mwanzo Yohana 11 yenyewe, utaona maandiko yanasema yeye na Yesu walikuwa nani? Marafiki. They were best friends. Walikuwa marafiki Lazaro na Yesu.
Kwa hivyo uhusiano wao ulianzia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Paka vile aligonjeka, paka vile walienda kumuita, maandiko yanasema hakutoka pale, alipaki pale pale alipoambiwa Lazaro ni mgonjwa hakutoka. Maana alisema wacha ifanyike, utukufu mrudie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uhusiano huu, ukisoma maandiko vizuri, au akina Martha, akina Mariamu, uhusiano wao na Yesu haukuanzia hapo. Ilianza nyuma, wengine walifukuziwa mapepo. Kwa hiyo njia walifuatana na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana maandiko yamesema alipokuja walienda kumuraki. Akina Martha walienda kumuraki. Wakati Mariamu aliitwa, alienda akaanguka miguuni pa Yesu. Akasema kama ungelikuwa hapa, ndugu yangu rafiki yako unayempenda angekufa. Bwana Yesu asifiwe. Martha anapoambiwa aondoe jiwe, yeye anasema ananuka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata Wakristo wa sasa tunapotabiri sisi manabii na kusema Mungu anasema ili linawezekana, mwingine anasema inanuka ama imepitwa na wakati. Neno la mwanadamu ni tofauti na sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko imesema wakamuelezea amelala kaburini siku 4. Anawaambia ondoa mawe, wanasema sasa ananuka. Bwana Yesu asifiwe. Hawajui mwenye amekuja ni mwenye mamlaka, ni mwenye uwezo, lakini bado wanajaribu kumpa maelezo kwamba huyu aliyelala amesaa kufa siku 4. Unapomwamini Yesu, Yesu akamwambia Martha kwamba nilikuambia ukiamini. Nilikuambia ukiamini mambo yote ukiamini mambo yote itakuwa sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Pa sasa akaamini, wakaondoa mawe. Biblia imesema walipofuatana na Mariamu wale Wayahudi kutoka kwa nyumba kwenda kumuraki Yesu, walifikiria anaenda kulia kwenye kaburi ili walie pamoja. Lakini Yesu alipofika mahali pale, maandiko imesema yeye mwenyewe alipoona Wayahudi wanalia, Martha analia na Mariamu analia, hata yeye akalia kwa uchungu kwa kupoteza rafiki. Bwana asifiwe. Mahali pale akainua macho yake mbinguni na akasema, Mungu najua unanisikia. Unaona vile unafaa kuongea na Mungu wakati umeokoka. Sio kuanza story, Mungu unisaidie, kama uwezi kunisaidia naweza kukufa anytime. Hiyo sio maombi, hiyo ni sarakasi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale Wayahudi walielia pamoja na Mariamu tena waligeuka, wakaanza kusema huyu mwenye amekuja, naona vile analia, hata yeye alimpenda nani? Lazaro. Lakini wakauliza hapa swali. Umeona mahali waliuliza swali? Kwa nini huyu ndiye yule aliyemponya kipofu? Kwa nini akufanya huyu asikufe? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini Yesu aliendelea mbele. Kamwambia Martha, inawezekana. Haleluya. Mwambie mwenzako inawezekana. Hata kama uko na kansa inawezekana. Hata kama uko na ukimwi inawezekana. Hata kama uko na pressure inawezekana. Hata kama wewe ni masikini inawezekana. Mungu akuinue. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa Martha kwamba nilikuambia ukiamini yawezekana. Bwana asifiwe. Haijalishi unapitia hali gani. Shida ya Wakristo wengi ni moja. Anaamini kidogo, anaachilia. Nasema sasa, babu alikufa ana chochote. Baba alikufa ana chochote. Kwa hivyo inaonekana hata yeye anafuata hiyo njia. Si ugeuze. Si umepewa mamlaka.
Si ugeuze useme hii mambo ni kweli ilifanyika hivyo. Lakini mimi ni tofauti, maana nimeamini kuna nguvu ndani ya Kristo. Na hizo nguvu zinatingiza nguvu za uchawi tunapoomba. Lazima mambo yabadilike ndani ya Yesu. Si umwambie mwenzako lazima yabadilike. Kama kuna mtu amelala, muulize usiku utafanya nini? Wewe muulize ukilala saa hii usiku utafanya nini? Unaona ukilala hapo utaona unakimbizwa. Ukilala hapa iko chesi kubwa hapa. Sasa ndio wakora wameingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna chesi la mbinguni linashughulika sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ikasemekana Chigu alifanya nini? Kaburi, dalili ya ufufuo ikaanza. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye bara akaomba akashukuru nani? Kuna tofauti ya maombi. Akaomba akashukuru. Kasema Mungu nakushukuru maana siku zote unanisikia. Na ninataka utende jambo ili wale wako hapa wapate kuamini kwamba wewe ndiwe Mungu uliyenituma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ina maana gani? Wakati umeokoka, lazima tofauti ionekane. Wakati ulikuwa unateseka kwa dunia, wakati ulikuwa unatusi watu, lakini nafikiri hiyo uliwacha. Hiyo si uliwacha? Mnaangalia chini. Si kuna tofauti ya dunia na kanisa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo tofauti ndio Mungu anataka ionekane. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye akawaambia ili jambo limetendeka kuacha utukufu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Alipoitana kwa majosi kuna kitu ilifanyika. Tuko pamoja? Alipolia majosi yake ilipita bure. Iko kitu ilifanyika. Sasa makosa kwa unalia vile umeteseka. Lakini yeye alilia kamaanisha waacha afufuke, hata hao Wayahudi na Mariam na Martha waamini wewe ndio Mungu uliyenituma. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hiyo ndio ile maombi niliwaambia asubuhi. Tuombe kile kinaonekana kimekufa kwako kipate uhai, kitembee, Shetani aipike na Yesu ainuliwe. Bwana Yesu ainuliwe. Inaweza wezekana kuna biashara ulianza ikakufa, lakini naitabiria ufufuo. Kuna ndoa nzuri iliyekufa, naitabiria nini? Ufufuo. Bwana asifiwe. Kuna kazi iliyokufa, lakini nimetumwa niitabirie ufufuo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Ni wangapi wanaamini hivyo? Kwamba kile kilikufa leo kinafufuliwa. Maana mawe inaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako tarajia mambo mapya. Bwana asifiwe. Wale walifikiria utakufa mapema, wewe hutaki kuongea, kwani unaenda? Si wewe unasema ni mimi, mwambie. Kama uongei wewe aenda tu. Ukikataa umekataa. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha Lazaro hakuwa akufe hiyo wakati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna kifo kingine na kujanga mape. Lakini sisi tutakaa. Mwambie mwenzako sisi tutakaa. Mwambie tutakaa. Wale wanafikiria watakula nyama yetu waondoke mapema. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa ukiwa hapa kama usemi amen, utasema ukiwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kila aliye na pumzi amtukuze nani? Si kama mwanasiasa angekuwa pale nje na anafinyia watu 200 si wangeimba wimbo yake kwa sababu ya 200 na yule amekupea usima.
na yule amekupea uzima, akakupea uokovu, na amekupea mali, utasema nini? Ujue hiyo 200 ukipewa utangojea tena 5 years. 205 years. Inaingiana hiyo hesabu? Hata ukiweka shilingi moja moja inaingiana? Piga hiyo mahesabu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Wayahudi wote walishangaa. Walikuwa wamepinga wakisema, kwa nini hakumfanya Lazaro asikufe, akae hai? Lakini Musa alipoomba, yale maombi yalibadilisha kifo ikawa uzima. Yale maombi yalibadilisha kifo ikawa nini? Ikawa uzima. Ukiamini inawezekana. Ukiamini inawezekana. Ukiamini inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule aliyesema utabarikiwa, yeye sio Mungu. Utabarikiwa na utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule aliyekunasa biashara zako akaenda Mombasani na kwa waganga kukunasa, leo atajua ajui. Si Yesu aliomba mambo ikabadilika? Na akasema sisi wale tumeamini pia anatutumia. Halafu wewe unaonaje? Uliza mwenzako, uko na stress? Wewe si uongee. Muulize vizuri, uko na stress? Mwambie sisi hatutakangi hapa stress. Tuko stress free ndani ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro alipofufuka alikuwa amefungwa na sanda miguuni na uso wake. Yesu akasema mfungue aende zake. Na wewe Mungu akufungue. Mahali wachawi na waganga walikufunga, nimekutabiria Mungu wa mbinguni akufungue. Amen. Na ukae kama umefunguli. Ukae kama umefanya nini? Mtu mwenye amefunguliwa, yule aliyekuwa amefungwa zamani, anapofunguliwa na neema ya Mungu, lazima matunda ya kufunguliwa ionekane. Bwana asifiwe. Ndio na wewe uwe na kitu unaweza ambia watu. Si ni kweli? Uwaambie mkiniona hivi siko peke yangu. Na hapa zamani sikukuwa hivi. Lakini nashukuru nilikutana na Yesu. Alipoingia Uyahudi mambo iligeuka. Sasa nataka tuombe. Aingie kwako, kwa nyumba yako, aingie kila sehemu. Ageuze mipango ya Shetani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Wayahudi walijua ameoza, lakini Yesu alijua achao. Unajua wao walijua ameoza na mambo yake imeisha. Unajua kuna mganga anasema sasa huyu tukimunasa mambo imei. Hata wanga msifikiri wako na uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Siku moja nilikuta mmoja mganga. Apaka ako na Biblia. Amevaa nguo ndefu ya white. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeingia mahali kuangalia nyumba zingine sifanywe renovation na fundi. Nikamwangalia, nikaona Biblia kwa meza, nikamwambia unaweza niruhusu niingie? Nataka kuita fundi akuje kutengeneza hapa. Kaniangalia. Akaniambia sasa nasikia roho yake na yangu hasijaingiana. Nikamwambia kwa sasa tuko kwa mambo ya ufundi, sio mambo ya roho. Wewe ni pastor? Kaniambia hapana, yeye ni wa miungu. Mumesikia hiyo tofauti? Akaniambia yeye ni wa miungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata mganga akasema nenda ubarikiwe. Kama mganga alikubali, unaona wewe ni nani? Alikubali mganga akasema wengine wanakuja kwake usiku. Nikamwambia basi inaonekana nimekuja kuonyesha huyo fundi wangu kazi ili ujue neema ile nimebeba. Pia sikumwacha hivyo hata kama alisema niende nibarikiwe. Nilimwambia basi na wewe nenda uokoke na kuanzia leo uganga wako umekwisha. Nikiwa kwa mlango hapo.
Kama ni wewe ungesema hivyo? Ungesema mtu mkavu hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo siku tatu ilipoisha aliondoka hapo. Alisema sasa akukaliki. Wazee wanamwambia pale ni kubaya, maana mtumizi alikanyaga. Kama uko hapa na unapenda kwenda kwa wachungaji hivi na hivi manabii, chunguza kwanza. Na unatafuta nini huko? Bwana asifiwe. Uliza mwenzako wewe ni wa hapa? Aya, wacha niwaonyesha hapa kidogo tu. Nataka tuelewane. For your own time, ukirudi nyumbani, rudi nyuma Yohana 10. Usome huu mstari wa 16 inayosema Yesu mwenyewe akamwambia Yohana kwamba kondoo wangu ninawajua. Kondoo wa zizi langu ninawajua. Kwa hivyo sio wote walio kondoo za nani? Uende usome hiyo. Urudi nyuma mstari wa 10 kitabu cha Yohana mtakatifu. 10 mstari wa 16. Yeye akawaambia ya kwamba kondoo wangu ninawajua. Lakini ingekuwa ni heri wote wakuwe kondoo mmoja na mchungaji mmoja. Hiyo sehemu inasema hivyo. 10 verse 16. John. Bwana asifiwe. Je, kwa hivyo kumaanisha nini? Alitaka hata wale wako ndani ambao sio kondoo wake wageuke, wakuwe kondoo halisi, sio kondoo nusu nusu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwa kondoo nusu nusu utaomba maombi gani? Nani atakusikia? Bwana Yesu apewe sifa. Sisi ombi letu ni moja. Tuombe Mungu aliyefufua Lazaro afufue njia zetu na baraka zetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na hili jina wakati limetajwa, kila siri ya Shetani lazima itii sauti ya Mungu. Kila siri ya Shetani lazima itii sauti ya Mungu katika jina la Yesu. Kwa sababu alifika mahali pale wale hawakuwa na imani, walifikiria analia tu kama wale wanaomboleza wengi, lakini alilia akimaanisha anataka ufufuo ili watu waweze kuamini nguvu gani aliye naye mwana wa Mungu. Kwa hivyo unapookolewa tofautisha dunia, tofautisha kanisa. Angalia ya kwamba yale mambo yote uliyetembelea duniani, vile Shetani alikutesa, mwambie Mungu straight. Wacha kwenda kombokombo. Utaenda kombokombo kama na wewe ni kombokombo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uko straight, mwambie Mungu mwenye rehema na mwenye huruma, uliye na mamlaka, uliyemuinua ukamfufua Lazaro, biashara yangu imekufa, kazi yangu imekufa, maisha yangu yananitesa, na mimi ninakuamini Mungu mwenye rehema. Unisike mkono ubadilishe maisha yangu. Itakuwa kesho, itakuwa saa hii. Wakati umeomba hivyo na umuonyeshe unania unataka Mungu abadilishe maisha. Ndio maana aliomba na akasema nataka maisha yangu yabadilike. Na Mungu alisikia kwa sababu aliomba akamaanisha. Soma maandiko vizuri, Hesabu na Mwanzo inasema wakati Waisraeli waligundua siri, walimstaki Farao kwa Mungu kwa njia ya maombi. Wakaomba na wakasema tuondolee utumwa Mungu wa mbinguni. Pia nao wakalia majosi. Kama vile Waisraeli walilia, Yesu alilia, Wayahudi walilia, Mariamu alilia, Martha alilia. Machozi ya kumaanisha chambo, sio ile ya chuchu, ile ya kumaanisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna machozi unaweza lia hapa paka Mungu aseme sitakuacha utoke hapa bila kukubariki. Ndio maana Yakobo akasema sikuachi mpaka unibariki. Akapigana naye usiku kuja. Maandiko yanasema akasema sasa kuanzia leo, kwa sababu umepigana na mimi na umekataa kuniajiria, jina lako hautaitwa Yakobo tena, bali utaitwa Israeli, maana yake mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi unaomba one touch. Au ombi ukifikiria unatoka hiyo mlango unaenda nyumbani. Unaomba
kana kwamba unaenda mbinguni. Lakini sitaki tukiomba hapa unaangalia vile unateseka, vile uko na zero balance kwa account ya benki, vile nyumbani hotpot pengine imepoesa supu, sijui ni supu ya nguruwe ama ni ya nini. Omba umwambie Mungu, katika maandiko inasema walio wako hautawaacha. Na mimi kwa sababu nimegundua siri ni wewe, si vyema nitembee na hali hii ya madeni. Si vyema nitembee na hali hii ya vitina na nimeokoka. Sio vyema nitembee na hali hii nimesoma na sina kazi. Sio vyema nitembee na hali hii sikusoma, si kupenda kwangu. Nifungulie neema yangu. Mwambie Mungu. Badala ya kulalamika na kuambia wengine, mwambie Mungu. Haleluya. Mwambie Mungu na umaanishe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mahali tulifanya kazi nikaona wengine wanakulia mgongo yangu. Hawataki wao kufanya kazi. Siku moja nikasema hata mimi nataka leave. Hawakujua kwa nini niliwaachia sasa hivi. Kwa maana wamezoea nikiwa hapo napanga kazi zote. Neema ile Mungu amenipa kazi inakuwa sawa. Sasa nikasema nitaitisa hii niende. 1 full month kwa Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi sikutaka fitina. Nienda kuchochea huyu afanyi. Nilitaka wenye kazi pale waone vile kazi inafanywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Wenye kazi wakaona. Wakati nimeenda 1 month niliitwa mapema. Kabla mwezi ijaisha niliitwa mapema. Nikaambiwa kila kitu sasa imeharibika. Lakini na mimi nikawaambia huko kwetu Kisii ni mbali. Na pia mimi nilikuja na ratiba na mipango yangu, sijamaliza bado. Ambia wenzangu waendelee kuchapa kazi. Nitakuja. Maana nilijua mahali niliwaacha. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuja sasa nikakuta wamenipangia. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa mambo mara mbili, nataka uelewe hapo. Wao walinipangia. Kuna sehemu kubwa hapa nilikuwa nasimamia ya vitu ya mamilioni. Wakaenda wakaipa. Ndio sasa isemekana wakabackdate date. Kwamba hii vitu inaonekana ilifunguliwa wakati fulani, wakati mimi nilikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Naye mwingine pale mwenye anasimamia upande wa nje, naye akachukua rekodi nyingine, naye akasema ninajua kipindi mambo haya yamefanyika. Nilipoingia kazini tu kutoka leave, yule naye akaniambia kuna njama hapa kali. Kwa sababu wakubwa wamesema wewe upewe madaraka, uongezwe mshahara, kumbe wewe ndio ulikuwa unafanyia watu wote kazi. Pia Yesu makofi. Naye akaniambia tarehe fulani, siku fulani, paka masaa. Paka dereva vile alikuwa amefaa, mwenye aliyekuja kubeba hiyo vitu. Akaniandikia kila kitu akanipea na mimi nikaweka kwa faili yangu nikanyamaza. Sasa siku ya judgment wakaitana wakasema kwanza walikuwa wakali sana. Kwanza tunaanza na mtumishi wa Mungu ambaye ndio Baba Askofu. Atueleze hiyo vitu iliyotoka hiyo wakati ilitoka namna gani. Na yeye ndiye alikuwa mkubwa pande hiyo. Hiyo siku walijua wajui. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikasimama nikaeleza vizuri. Nikawaambia ninajua baraka zangu zimekuja na vita, lakini Mungu wangu atanitetea. Wakakuta ninasoma file. Tarehe, siku, masaa, wala walikuwa hapo, dereva na namba ya gari. Kila mtu alisema Jesus of Nazareth. Nikauliza kumbe leo mumeokoka. Sawa wakatachangi hiyo wote hapo. Hiyo kipindi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu aliniinua sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kutoka hapo walipoona sasa kwa kesi nimewasinda. Sasa wakaenda kwa njia sagisa. Si mnasielewa hizo? Si zamani ulienda kwa mganga? Ulienda mkono tupu? Ulibeba jogo? Au kumbe mnajua? Basi mimi nikafunga siku mzima.
hapa kwa kambi mahali tuliishi. Usiku mzima nikaomba Mungu, nikamwambia ikifika kesho nataka machipu. Bwana Yesu asifiwe. Yale Mungu alitenda siwezi kueleza. Kwa maana unapoomba na umaanishe, lazima Mungu atende jambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe wacha kutoka kwa kasi, ati vitina imekulemea. Nikamwambia mwingine pala akaenda akapewa cheo kubwa, akaniambia unajua nilipewa barua ndio hii, tena mimi nimelisaini. Kamuuliza unalisaini kwa nini? Nimeogopa. Huko wanaroga watu wanakufa, akanihesabia fulani alipewa hivi hakumaliza mwezi kaenda. Mimi niliona nikae kwa hii yangu kidogo tu. Kwa hivyo alikuwa ameokoka. Biblia inasema yule ameokoka ni mjasiri kama simba. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana Yesu aliwaambia siendi mapema, hiyo ni imani. Nitakaa hapa, siku tutaenda pale, nitaomba hata kama ameosa atapewa mwili mwingine katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako pokea vya njema, maisha marefu, baraka tele. Hapa nasikia iende mzuri. Tuende pole pole. Muulize kabla hujapokea baraka, unatoanga fungo hapa. Hapa sauti imerudi chini. Si unaona hapa iko makosa? Haya tuanze tena. Mwambie pokea maisha mema, afya njema, maisha marefu, baraka tele, na chochote shetani aliua. Mwambie Mungu amesema kipate uhai tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu kipate uhai tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wa Mungu. Mungu ndio baba yetu. Na baba hawezi kunyima mtoto kitu anaitisa. Lazaro aliombewa uzima na akasimama. Na wewe nenda usimame. Biashara yako isimame. Maisha yako yaendelee. Shetani aibike katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani chochote ameficha kwako, nataka niombe ile maombi tunaita service tuende. Nataka niombe maombi inaitwa hiyo inabakizanga kitu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema taabu, fumba na manemane na utajiri na vyote ni vya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na sisi ni wake. Tunataka hiyo vitu. Ambia mwenzake tunataka hiyo vitu. Mwambie tunataka hiyo vitu. Mwambie tunataka hiyo baraka ya Mungu. Shetani apenda asipende tunataka. Mwambie tena shetani apenda asipende tunataka. Hatutakufa mapema. Tutaishi na tutaona mkono wa Mungu. Tupie Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna kipindi unaanza kuonjeka usindo kuomba. Amen. Na shetani ni mjanja kwa sababu anajua katika maombi kuna nguvu. Kuna kipindi wengine wenu unapiga magoti pale kwako, unaanza kusema Baba katika jina la Yesu. Usingizi inaingia. Hata ujui ulisema amen. Hata ujui uliomba namna gani. Hata ujui ulichanganyikiwa ukataja shetani. Mnaona shetani anajua katika maombi kuna nguvu. Biblia inasema katika maombi there is power and authority to command. Kwa hivyo akijua hivyo anakunasa. Unalala. Uliza mwenzako ulilala. Wakati uliomba ulilala. Sasa mwambie hapa amuke. Tunataka tuombe hapa kuwaka moto. Ili chochote shetani alifunga kifunguliwe. Tena. 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 We mwambie hivyo ukisimama tena.
Amen. Sasa mwambie siku yako ni leo. Chochote Shetani amesikiria lazima achirie, na wewe ubarikiwe, uanze maisha mapya. Leo pointi ni maisha mapya. Lazaro alipata maisha mapya na sura mpya. Amen. Maisha mapya na sura mpya katika jina la Yesu. Unajua Shetani akisikia hivyo, hiyo ndio hataki. Lakini apenda asipende, hiyo ndio nimeambiwa nikuambie. Kwamba upokee maisha mapya. We call it a new beginning. Tunaita mwanzo. Ambia mwenzako hivyo, mwanzo mpya. Mwambie prepare. Mwambie jitayarishe kwa mwanzo mpya. Mwambie jitayarishe. Mwambie jitayarishe kwa mwanzo mpya katika jina la Yesu. Santarabosi karadora dai. Nenge Yesu ribagantarabosaya. Wewe ndiye Mungu uliyemfufua Lazaro. Naomba mamlaka yako yafanya kazi hapa. Yule aliyeasi na kutenda dhambi umsamehe. Yule amefungwa na yule ibilisi apate kufunguliwa leo. Maana baada ya Yesu kuombea Lazaro amuke, alikuwa anasanda miguuni na uso, na Yesu ulisema afunguliwe. Kuna wengi wanasungukia mahali pamoja, wamefungwa na minyororo ya Shetani. Wewe ndio mwenye mamlaka, wewe ndio mwenye nguvu, wewe ndio mwenye kuacha huru, wewe ndio mwenye kuondolea sanda ya kifo na mauti ya mapema. Wewe ndiye Mungu mwenye kuwainua, wewe ndiye Mungu mwenye kuondolea aibu, wewe ndiye Mungu mwenye kuwaibisa adui wao, wewe ndiye Mungu mwenye kutenda ishara, miujiza na maajabu. Baba, naomba uonekane. Baba, naomba uonekane. Kristo, naomba uonekane. Wale waliosukumia roho ya kung'ang'ana hawajui kule wanatoka na kwenda. Naomba Mungu wa mbinguni, naomba Mungu mwenye rehema, naomba Mungu mwenye mamlaka. Ritarabosika radai. Naomba Mungu usiyeshindwa. Kwako umesema katika roho, ni mwanzo mpya. Ni mwanzo mpya Jehova. Ni mwanzo mpya Simba wa Yuda. Ni mwanzo mpya Jehova. Kile kiliyekufa mbele yao nimekitabiria uzima, nimekitabiria ufufuo. Kimee tena kitembee, kipate nguvu mpya katika jina la Yesu. Bori tarabosaya. Wale waliofungiwa nyota na baraka sawa Baba, naomba kipindi hiki uonekane kwa maisha yao. Wengine walifungiwa ndoa, wengine walifungiwa biashara, wengine walifungiwa afya njema, wengine walifungiwa wasipata watoto, wengine walifungiwa wateseke, wengine walifungiwa kifo ya mapema. Naomba katika jina la Yesu wapate kufunguliwa. Ritasaidarekai. Naomba wapate kufunguliwa, wapokee ufunguo wa Roho, Roho Mtakatifu. Yule aliyefungua na kumfufua yule aliyekufa Lazaro. Wale Wayahudi walijua mambo ya Lazaro imeisha, lakini wewe ni Mungu mwaminifu, ulileta mwanzo mpya. Leo nimetabiria mtu mwanzo mpya, mwanzo mpya, mwanzo mpya, mwanzo mpya Rabi, mwanzo mpya Jehova. Kila pepe inasuia asiingie kwa mwanzo mpya, nimekuja kuiamuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila pepe ya Shetani inayozuia baraka mpya, kataa hiyo pepo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila pepo yenye inazuia kuinuliwa kwako, na iamuru, na iamuru katika jina la Yesu. Naamulisa hiyo pepo, naamulisa tena, naamulisa. Ndio hiyo, ndio hiyo, ndio hiyo. Kuna moja aina ya jura, kuna moja aina ya baka, kuna moja aina ya jini inaondolewa. Kilegoria, kifo ya mapema inaondolewa. Mapepo na majini inaondolewa yote. Vifungo ya ibilisi Baba anaondoa. Minyororo ya Shetani
roho ya uchawi inayezuilia baraka zako, ikataa hiyo roho ya uchawi. Yes, roho ya uchawi, pepo ya uchawi, roho ya uchawi haina mamlaka juu yako, haina mamlaka. Ikatae roho ya uchawi, ikatae. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, roho ya uchawi ya saba, shindwe. Ribai, shindwe katika jina la Yesu. Shindwe katika jina la Yesu. Shindwe hiyo roho katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Naomba Baba Ibrahim na Isaka na Yakobo, sasa waachilie nguvu, sitakase wote, kila mmoja mwili, roho, damu na nyama na mifupa. Ndio hiyo. Ribai. Pori tasaida rekai. Nenge Yesu radin. Nenge Yesu ribai. Takasa damu. Takasa damu sasa. Takasa nyama sasa. Takasa mifupa. Takasa roho. Takasa roho. Chochote kila kijatokana na wewe kiondoe sasa. Total deliverance. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Kwa mwili wako chochote Shetani alipanda inaondolewa. Ndio. 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 Chochote Shetani amepanda kwa maisha yako inaondolewa. Inaondolewa. Umasikini, magonjwa ya miguu, ya tumbo, vile inaondolewa katika jina la Yesu. Vifungo yote, vifungo yote inaondolewa. Kataa hiyo vifungo katika jina la Yesu. Kifungo ya ndoa, kifungo ya biashara, kifungo ya masomo, kifungo ya Roho Mtakatifu, kifungo ya kazi inaondolewa. Inaondolewa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila kifungo inaondolewa katika jina la Yesu. Kila kifungo ya Shetani inaondolewa. Kila kifungo ya Shetani inaondolewa. Inaondolewa. Mwambie Mungu umekataa hiyo kifungo ya Shetani kwa maisha yako, umekataa hiyo uchawi iliyokufunga, hiyo uganga iliyokufunga, hiyo umasikini, hiyo vita ya Shetani, hiyo kifo ya mapema. Mwambie Mungu umekataa. Ndio. Mwambie umekataa. Yes. Yes. Mwambie umekataa. Mwambie Mungu umekataa. Umekataa mateso. Umekataa laana. Umekataa. Umekataa. Kila maombi iliombo kinyume, wewe umekataa katika jina la Yesu. Mwambie Mungu umekataa. Umekataa. Mwambie Mungu umekataa. Umekataa hiyo mateso. Umekataa hiyo vifungo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila vifungo mwambie Mungu umekataa. Ndio. Ndio. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa vifungo ya Shetani. Umekataa. Ndio. Ndio. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo pepo inayesunguka kwa mwikali, naomba iondolewe. Naomba iondolewe. Hiyo chini iondolewe. Hiyo pepo ine ya jini inasunguka, inasema ni ya uganga. Tunaiondoa pepo ya uganga. Mwacha abarikiwe. Pepo ya uganga, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Pepo ya uganga, mwacha abarikiwe. Ribai Latin. Tawala Roho Mtakatifu. Tawala kila kona. Tawala. 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 Na kutuma Roho Mtakatifu. Wale wamenaswa wafunguliwe katika jina la Yesu. Wale wamefungwa sasa wafunguliwe wote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ita hilo jina. Jina la Yesu. Wafunguliwe. Porai Latin. Wafunguliwe wote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wafunguliwe. Halalago. Lagai. Latene Baba. Lord Kai. Jesus Ribai. Lord Latin. Paraita Saida. Nenge Yesu Ribai. Oh Latin. Baba Ribai. Mungu wa Danieli. Baba Latin. Fungua njia sawa. Ondoa mateso. Ondoa magonjwa Baba. Ondoa laana. Ondoa vifungo katika jina la Yesu. Hiyo vifungo iondolewe. Latin. Baba Rabi. Wafunguliwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
Na kuomba Mungu wa uzima, uondoe mateso, uondoe kilio katika jina la Yesu. Kila vifungo iondolewe, mapepo iondolewe, magonjwa ya miguu iondolewe. Hiyo laana ya miguu na ifunje hiyo laana. Na ifunja katika jina la Yesu. Na funja hiyo laana. Na funja hiyo laana ya miguu. Na funja hiyo laana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ifunjike hiyo laana. Ifunjike hiyo laana. Ribai! Ifunjike. Ifunjike. Yeyote aliye na laana, anaumwa miguu, hiyo roho anasema ni laana. Ni laana. Na iondoa. Na iondoa hiyo laana. Na iondoa katika jina la Yesu. Na ondoa hiyo laana katika jina la Yesu. Iondolewe. Iondolewe. Hiyo miguu ipate nguvu mpya. Ipate nguvu mpya. Ipate nguvu mpya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila ufalme wa Shetani na uharibu sasa. Na haribu ufalme wa Shetani. Na haribu yote katika jina la Yesu. Kila ufalme wa Shetani na haribu yote. Ndio hiyo moto wa Yesu. Ndio hiyo. Ndio hiyo sasa, fire. Rabi baba. Hey, Rabi. Yes. Tawara sasa. Tawara. Tawara. Tawara sasa. Tawara sasa. Kila ufalme wa giza. Kila ufalme wa giza unaondolewa sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Chochote chako Shetani anasikiria, nimeamuru achirie sasa. Achirie sasa. Achirie. Nimemwamuru huyo Lucifer achirie sasa. Achirie baraka yako. Achirie sasa. Achirie sasa. Achirie. Achirie sasa. Achirie sasa katika jina la Yesu. Achirie sasa. Ana mamlaka tena. Bori tasaya. Nenge Yesu rebai. Nendere bosaya. Bori tarabogoria. Pokea neema mpya. Pokea roho mpya. Pokea kuinuliwa. Pokea njema. Pokea baraka. Ndio. Pokea baraka. Pokea baraka mpya. Yes. 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 Holy Spirit. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Geuza yote. Badilisha yote. Walete neema. Neema mpya. Wewe ndio ulisema leo ni siku ya baraka. Yesu akasema na ijulikane hayuko peke yake, ni wewe Mungu uliyemtuma. Na ijulikane hivyo siko peke yangu, ulinituma Rabi. Shetani lazima atii katika jina la Yesu. Waliye naso na roho mbaya wafunguliwe sasa. Wafunguliwe sasa. Naomba ufunguo. Ufunguo wa roho. Ufunguo wa roho. Ufunguo wa roho. Ufunguo wa roho. Ufunguo wa kufungua neema na baraka. Waliyeteseka, waliyehangaishwa, sasa wapokee ufunguo mpya. Yes. 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 Bori tasaida. Nenge Yesu radin. Paratarabosaya. Nenge Yesu radin. Bori tabogora nangai. Nenge Yesu rebai. Tamaraki na utawale. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu Baba. Wewe ni Mungu. Fungua yote. Fungua yote. Yale Shetani alisema hawatapata kwa maisha yao. Nimefikiria katika jina la Yesu. Wapata katika jina la Yesu. Wapata yao. Yes. Yes. Ndio Baba. Ndio Rabi. Neema. Wapokea neema. Neema mpya. Sema neema mpya. Wapokea neema mpya. Yes. Neema mpya. Neema mpya. Neema. Pokea neema mpya. Pokea mpya. Pokea neema. Yesu. Neema ya Yesu. Neema ya Yesu. Neema ya Yesu. Neema ya Yesu. Neema mpya. Neema mpya. Neema mpya. Na kuomba Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu mwenye rehema, wewe ndio unabadilisha maisha ya kifo ya Lazaro ikawa uzima. Baba, fungua mbingu utuachilie baraka. Fungua mbingu utuachilie baraka.
yoyote anaishi maisha isiyo yake, alinyang'anywa maisha yake na Shetani. Sasa nimeomba katika jina la Yesu, rejeza sasa, rejeza maisha mapya, maisha ya baraka. Pokea, 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 pokea sasa, pokea, pokea, pokea maisha mapya. Yesu ribai, Santa Rabosika, nenge Yesu ribai, Bori Tarabosaya, nenge Yesu ribai, Horatin, Baba ribai. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, Bori Tasaida, nenge Yesu radin, Borai Baba, wafunguliwe, 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 wenye imani wafunguliwe, wenye imani wapokee ndoa mpya, wapokee kazi mpya, wapokee biashara ya baraka, wapokee roho mpya, Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Kifungo iondolewe, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana Yesu. Kifungo iondolewe. Bori tasaidarekai, ninge Yesu ribai, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma. Barata saidarekai, ninge Yesu ribai, Mungu wa Israeli, wewe ni mwenye nguvu. Katika roho anasema kuna wale walifika kiwango wakataka kujitoa uhai, hawakutubu hiyo dhambi, wakuje mbele, wakuje mbele. Ulifika mwisho wa maisha ukatamani kufa, kujitoa, uje mbele. Na wale wote niliambia wakuje mbele, wale niliambia kutoka Thursday na Saturday kwamba mfunguliwe kwa madhabahu. Harakisha mbio mbio. Yes, mbio mbio, harakisha mbio mbio. Baba, wewe ni mwenye mamlaka, Mungu wa uzima, Baba wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, umejaa neema na huruma. Katika madhabahu ulisema wafunguliwe walio naswa na Shetani. Wewe ndio uliye na ufunguo, Mungu mwenye rehema. Waliochelewa kwa ndoa yao Baba, uwakumbuke. Wanaishi maisha isiyo yao, uwakumbuke. Uondoe kifo kwa huyu mtoto, uleta uzima, umupe afya njema. Uwafungue, uondolee mateso, uondolee kilio, uondolee vifungo katika jina la Yesu. Hii mkono Baba, kupitia kwa hii mkono uwape neema mpya, uwape neema mpya. Toa hii, uwape neema mpya, wafunguliwe wanapoingia na kutoka, wakauone wema wako. Padirisha maisha yao katika jina la Yesu. Kila vifungo na kila mateso na kila uchungu ifike mwisho. Kila mateso na vita ya Shetani ifike mwisho. Kifungo uganga iondolewe, iondolewe, hiyo uganga iondolewe, iondolewe. Mwacha abarikiwe katika jina la Yesu, asiwagonge. Hiyo uganga iondolewe katika jina la Yesu. Hiyo uganga iondolewe, hiyo uganga iondolewe, hiyo uganga iondolewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila uganga, kila mateso, kila majini, kila vita ya Shetani iondolewe katika jina la Yesu. Iondolewe mateso, iondolewe mateso katika jina la Yesu. Iondolewe hiyo mateso katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe wewe, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe. Kila mipango yote ya Shetani iondolewe, iondolewe, iondolewe. Mipango ya Shetani iondolewe, iondolewe, iondolewe. Kila mipango yote ya Shetani iondolewe. Kila njia yenye imefungwa ifunguliwe, 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 ifunguliwe. Mwacha abarikiwe. Baba ina nyoka iondolewe, iondolewe, iondolewe. Sema tena, iondolewe, iondolewe. Mwacha abarikiwe. Hiyo baba ina nyoka iondolewe. Teso iondolewe, magonjwa iondolewe, vita ya Shetani iondolewe
Magonjwa iondolewe, kisirani iondolewe. Mungu wa mbinguni afungue njia. Mwacha abarikiwe wewe. Mwacha abarikiwe. Mwacha apone na awe na afya njema katika jina la Yesu. Leta mikono. Jipake uso. Jipake uso. Nilisema mwacha abarikiwe. Toa, mwambie atoe. Atoe hiyo. Mtoe hiyo. Mwacha abarikiwe. Huyu atakanyawa. Mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Kila baraka yake aliyefungwa Mungu mfungulie. Bandisa huyu hapa tusikie ni roho gani anasema kwake. Kama ni roho aseme hapa nisikie. Sema haraka. Sema nisikie. Sema haraka. Sema katika jina la Yesu. Ongea. Kazi yako imeisha. Ongea hapa nisikie. Pepo mchafu katika jina la Yesu. Ongea hapa. Ongea hapa nisikie. Ongea katika jina la Yesu. Ongea hapa. Kama ni roho ongea hapa tusikie. Ongea. Pepo mchafu. Ongea hapa nisikie. Kama ni roho ongea. Kama ni roho ongea. Ongea, nataka kusikia. Toa sauti. Utaki kuongea? Nifuate basi. Nitakutesa utasanga. Nitakutesa utasanga. Wafunguliwe wote. Hiyo kwa ifunguliwe. Sema kwa ifunguliwe. Sema tena. Sema tena. Sema. Sema. Wewe nilisema unifuate. Nilisema ufuate. Fuata haraka katika jina la Yesu. 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 Ongea. Leta maiki haraka. Ongea. Ongea. Utaki kuongea? Utaki kuongea? Wewe ni nani? Unashughulika na yeye? Utaki abarikiwe? Utaki? Utaki? Wewe ni nani? Ongea. Ongea. Wewe ni nani? Umefunga nini kwake? Toa sauti. Toa sauti. Utaki kusema? Nimetuma moto kwa hiyo ulimi. Uchomeka mpaka useme. Katika jina la Yesu, anza kuchomeka ulimi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema ni nini ulifunga kwake haraka. Ongea. Umefunga nini? Ongea. Baba, nimeharibu ufalme wa Shetani. Mara ya kwanza, ya pili, ya pili. Ongea basi. Ongea. Ongea, mmefunga nini? Mlifunga? Usaga kafuka. Alienda usago. Ongea haraka. Katika jina la Yesu. Alifunga madawa. Alifunga. Nani alifunga? Ni nani? Sikwambii mimi ni nani. Hapa wanaongeanga. Baba mchafu. Na kuamuru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuanzia leo. Hii mikono ni ya baraka. Upende usipende. Upende usipende. Upende usipende. Katika jina la Yesu. Taja mambo yenu yote. Taja anza. Anza. Nimenawa. Umenawa? Nimeachana kabisa. Kunawa ni kusema nini? Nimewacha kabisa. Umewaja? Kafunguliwe. Wewe ni nani unaongea? Wewe ni nani? Anti yake. Uko wapi? Nyumbani. Nyumbani wapi? Usago wapi? Usago wapi? Umefunga nini? Nimefunga majini. Majini. Nyoka. Nyoka. Na madawa. Hiyo yote ni yako? Ni yangu. Wewe ni mrogi? Naroganga usiku. Unaroganga usiku? Na kwa usitokangi. Na kwa kina huyu kwa bomo utokangi? Na unaporoga usiku unakuwa na nguo ama uko uchi? Na kuchanga na majini. Na katu. Roga hapa basi nione. Ndio huyo. Chunga. Roga wewe. Enda ita wenzako tuone. Kumbe mnakimbia hivyo? Kumbe ni hatari. Kimbia tena nione. Anza tena. Umeshindwa kukimbia sasa. Utaki kukimbia tena. Na wewe una shughuli gani? Una shughuli gani? Una shughuli gani? Unataka kaburi kwao? Wakufe? Hii mwaka mmewapangia nini? Mama yake? Ama dadake. Akufe? Akufe. Na nani?
Hao wawili. Mmoja wao. Taja majina yao. Kwa nini mnawatesa? Tunaona wakifanikiwa. Hamtaki wafanikiwe? Hapana. Mliwacha wakasoma ama mlifunga masomo yao? Mlifunga masomo. Mlifunga? Hata huyu mlifunga yake? Tangu walifunga nikiwa form 3. Akiwa? Form 3. Form 3. Wewe na nyoka yako ondoka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ufalme wenu nimebomoa. Inua mikono juu. Kubali sasa. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Hatutakubali. Sema tumekubali. Hata kama nimepaki peke yangu. Umepaki peke yako? Unaitwa nani wewe? Elimerita. Naitwa Elimerita. Elimerita. Jina ingine? Elimerita nani? Ni hiyo tu wanajua. Ni hiyo tu wanajua? Usiku unaitwa hiyo bado? Usiku. Naitwa Chairman. Usiku unaitwa Chairman? Charity. Chairman. Na kuna secretary. Na kuna secretary. Mnakula watu? Tukurangi. Mnafanya nini? Tunawatesa. Mnawatesa? Mnawatesa kwa njia gani? Kwa magonjwa. Magonjwa? Magonjwa gani? Tunatumanga kansa. Kansa? Kifua kikuu. Enda pole pole. Kansa ya wapi? Kama sisi tunataka tutumie mamake kansa ya matiti. Mtumie mama yake kansa ya matiti. Ishindwe hiyo katika jina la Yesu. Ishindwe. Ishindwe hiyo. Ishindwe katika jina la Yesu. Sema tena. Hiyo kansa ya matiti iondolewe kwa mama yake. Iondolewe. Hata nyinyi ufalme wenu tumeharibu. Tumeharibu ufalme wenu. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe amuka, ita wenzako muokoke. Ita wenzako haraka. Katika jina la Yesu. Ita wenzako. Ita wenzako haraka. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Katika jina la Yesu. Ita wenzako haraka. Ita wenzako muokoke. Waite haraka. Tembea, tembea, tembea. Tembea. Tembea katika jina la Yesu. Waite wenzako. Waite haraka. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Ita wenzako haraka. Ita wenzako wewe. Ita wenzako muokoke. Ita wenzako haraka. Moto ndio hiyo. Tuchomeka kila mahali. Chomeka. Chomeka sasa, chomeka. Chomeka katika jina la Yesu. Chomeka. Chomeka. Ita hivyo fire. Ita tena fire. Ita tena fire. Ita tena fire. Wewe chomeka, chomeka katika jina la Yesu. Nimeita moto. Ndio hiyo moto. Moto wa Yesu. Kila mahali fire. Wacha kusumbua ita wenzako. Ita wenzako haraka. Ita wenzako haraka. Waite haraka. Mtoe hiyo brada. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Ita wenzako. Sema kwa ifunguliwe. Sema haraka. Sema kwa ifunguliwe. Ita hivyo, sema kwa ifunguliwe. Ongea. Sema kwa ifunguliwe. Sema. Utaki kusema? Sema kwa ifunguliwe. Taja hivyo, sema kwa ifunguliwe. Kwa ifunguliwe. Ongea katika jina la Yesu. Sema kwa ifunguliwe. Sema kwa ifunguliwe katika jina la Yesu. Utaki kusema? Utaki kusema? Utaki kusema? Utaki? Haya mwachilie. Kama utaki kusema wacha nikuonyeshe. Utasema? Utaki? Amutaki kwa iendelee? Haya. Amutaki? Bwana kwa songa hapa karibu nikuonyeshe. Songa hapa. Kama unachua umeokoka. Sema kwa iendelee. Sema kwa sauti. Sema. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Lazima iendelee. Lazima iendelee. Sema. Sema. Sema kwa iendelee. Inua mikono yote juu haraka. Inua mikono juu. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Sema nimekubali. Kwaya iendelee. Kwaya iendelee. Sema hiyo pepe inapinga kwaya ishindwe. Tumekuja kuiondoa leo. Ndio hiyo tunaiondoa. Iondoe, iondoe. 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 Hiyo roho inapinga kwaya. Iondolewe. 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 Katika jina la Yesu. Umekubali ama tuendelee? Mimi niko tayari tuendelee hata 4 hours. Uko tayari? Umemwacha? Aimbe. Aimbe. Sema kwaya pia iendelee. Sema kwaya iendelee. Nataka useme kwaya iendelee.
Wewe unapinga kwaya, unaitwa nani? Sema jina lako haraka. Wewe unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Ukisema sitakuchoma nitakuacha. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani wewe? Sema jina. Sema jina. Haya. Wale wote waliopigana na kanisa hii na wakapigana na watumishi na kwaya, nimeita moto juu yao. Ndio hiyo moto. Ndio hiyo moto. 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 Ita hiyo fire. 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 Kila mahali fire. Kila mahali fire. Umekubali? Ama tuendelee? Umekubali? Umekubali? Sema tu umekubali. Sema. Sema tu umekubali. Sema kanisa iendelee. Tuende pole pole. Sema pole pole. Mungu wangapi? Unataka tuende? Wengi. Muko wengi? Tuko wengi. Muko na shughuli gani hapa? Mlikuja kupinga nini? Huyo mtafutie kiti ya gani? Mlikuja kupinga baraka. Baraka gani? Baraka. Saa nani na nani? Baraka. Saa kwaya? Baraka. Saa kwaya? Tulikuwa nataka imbe leo. Haya, na ingine? Ongea! Na ingine? Baraka. Na ingine ni gani? Baraka za watu. Baraka za watu. Baraka gani? Baraka gani? Wasipata watoto. Haya, na ingine? Na kazi. Na ingine? Na ingine? Mlitumwa na nani? Mlitumwa na nani? Na Ibilisi. Oh. Mlitumwa na Ibilisi. Mumeona nini leo? Mumeona nini? Mkubwa yenu ni nani? Nani mkubwa yenu? Nani mkubwa yenu? Nani mkubwa yenu? Kila roho ya kujificha kuharibu kanisa na kwaya, kuanzia leo iondolewe. Sema iondolewe. Sema tena iondolewe. Mwachilie, mwachilie. Sema iondolewe. Iondolewe. Kila roho ya kuharibu kwaya na kanisa iondolewe. 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 Paka ukubali. Paka ukubali. Paka ukubali. Paka mkubali. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Sema 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 kwa sauti. Yesu ni Bwana. Sema tena. Yesu ni Bwana. Sema tena. Sema tena. Sema kanisa iendelee. Kila mmoja afunguliwe. Kila mmoja afunguliwe. Kila mmoja afunguliwe. Sema afunguliwe. Afunguliwe. Baraka za kila mmoja zifunguliwe. Sema mmekubali, mmeshinda. Sema mmekubali. Sema mmekubali. Lakini niambie nyinyi ni akina nani? Nataka kujua majina yenu. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi sijasikia. Sema vizuri. Huyo ni wa kwanza, wa pili? Mara. Kwa tatu? Kwa ina? Mlijipanga leo kuharibu ibada? Leo mlikuwa serious kabisa, lakini mumeonaje? Mumeona nini? Nimemwombea msamaha Baba. Mtakase na umsamehe, umupe neema katika jina la Yesu. Umupe neema ya msamaha. Control that it. Clear license. Control. Amen. Amen. Sayoni. Amen. Naomba Mungu wa uzima umtakase na umsamehe mahali amekosa katika jina la Yesu. Amen. Simama. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umetenda mambo makubwa ambaye Baba hatuwezi kuelezea. Wewe ni mwema na kila jambo lililofungwa umelifungua.
Jina lako litukuzwe. Inua mikono juu. Sema kanisa ibarikiwe. Sema kwa sauti. Kanisa ibarikiwe. Amusemi amen. Sema tena. Kanisa ibarikiwe. Kazi ya giza imeshindwa. Kubali hivyo. Sema kazi ya giza imeshindwa. Kazi ya giza. Na Yesu ametawala. Na Yesu ametawala. Amen. Simama sasa. Mfungua simama. Nakushukuru Mungu Baba kwa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Siku zote wewe ni mwaminifu. Umetenda makubwa, tunainua jina lako, tunasema ni asante. Baba, pokea sifa, pokea utukufu. Uinuliwe na upewe sifa milele yote. Kanisa ipokee neema na baraka zitokazo kwako. Maana kila mmoja amepokea neema mpya, hata kama Shetani aliinuka kupinga, ameshindwa na utukufu umekurudia. Katika jina la Yesu tunashangilia mbele zako na kusema Baba, unastahili, unastahili, unastahili Baba. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Tupie Yesu makofi. Amen. Amen. Shetani,
Bora umeninyang'anya mtu wangu, niliyemchagua kuwa wangu. Shetani, Nalalamika, Shetani, nalalamika. Bora umeninyang'anya mtu wangu, niliyemchagua kuwa wangu. Shetani, Nalalamika, 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 nalalamika. Bora umeninyang'anya mtu wangu, niliyemchagua kuwa wangu. Shetani, Nalalamika, Shetani, nalalamika. hapo mwanzo Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, alimpea amri ya kwamba azitawale samaki bahari. Hapo mwanzo Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, alimpea amri ya kwamba azitawale samaki bahari. Mwanadamu, Usilale, 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 utakufa. mwanadamu, Usilale, 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 utakufa.
nitoe sehemu ya ubavu. Kifo cha kwanza cha mwanadamu ni usingizi ule wa usiku. Vile vile Adamu alilala, ili nitoe sehemu ya ubavu. Mwanadamu usilale, usilale, usilale utakufa. Mwanadamu usilale, usilale, usilale utakufa. Akadanganyika, akapewa uchungu wa uzao. Usidanganywe na mwovu Shetani. Ile nyoka aliwadanganya wanadamu, akadanganyika, akapewa uchungu wa uzao. Usilale utakufa. Mwanadamu usilale, usilale, mwanadamu usilale utakufa. Mwanadamu usilale, usilale, mwanadamu usilale utakufa. Baba,